na ndizo zinazopokelewa leo ulimwenguni. Ni injili za kufanikiwa, injili za kubarikiwa, injili za kumiliki, basi bila kuambia watu kwamba maisha haya ni ya muda tu. Leo tupo, kesho hatupo. Utakwenda wapi? Hata kama umefanikiwa, wangapi wamefanikiwa na wamenyamaza makaburini, mali zao zimebaki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliliona hilo, akawaambia wanafunzi, na mimi nakuaga leo kwa ujumbe huu ya kwamba ni siku za mwisho kabisa. Ni siku za mwisho. Wakati wa kujiandaa ndio huu. Wakati wa kutengeneza mambo yako ndio huu. Wakati wa kupatana na Mungu ndio huu. Wakati wowote ule sasa tunatazamia tukio ambalo linakwenda kupata ulimwengu. Siku moja nilikuwa nasoma habari fulani, yule mwandishi anasema kuna bwana fulani, sijui ni kitu gani, sijui ameandika ni kitu gani, ni kama jiwe fulani kubwa au kama sayari fulani kubwa inatokea upande fulani, inakuja kwa spidi, inakuja kuipiga dunia. Sasa anasema umbali wa kutoka lile jiwe, sijui ni ile sayari, sijui ni kitu gani, ni makilomita mengi, lakini hicho kitu kinakuja kwa spidi sana. Hatujui ni nini na itakuwaje, lakini sisi watu wa rohoni tunatambua bila shaka ndio ule mwisho ambao umekaribia. Unapotazama kukua na kuongezeka kwa nini teknolojia na mambo ya sayansi, tunajua kabisa huu ndio wakati ambao kinakwenda kueleweka. Walio wa Mungu watakwenda kwa Mungu na waliopotea watapotea. Ngoja nikwambie, mtaalamu mmoja Mwingereza anaitwa bwana Mark Gregory anasema yeye amepiga kampeni katika taifa la Uingereza kwamba itakapofika mwaka 2030 Uingereza yote na ikiwezekana sehemu kubwa ya dunia, kila mwanadamu awe amepandikizwa chip, ile inaitwa microchip, yani vipandikizi fulani ambavyo unapandikizwa kwenye mwili wako, ili anavyosema yeye, anasema ile chip inakusaidia, ila wanalazimisha chip lazima uwekewe, hata kama utaki utawekewa. Lakini ashukuriwe Mnazareti, haleluya, yatakapotokea hayo, kanisa tutakuwapo, haleluya. Tutakuwa tumeondoka, tutakuwa tumenyakuliwa, tutakuwa tumeondoka na Bwana, tutakuwa tumehamishwa na Bwana. Wakati mambo yatakapotokea, huo uharibifu na hizo chapa zao na hiyo mipango yao na hizo namba zao 666 zitakapoanza kufanya kazi, sisi hatutakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, nilisema hivi kwamba Mungu, yani ni Mungu ambaye anatupenda sana. Huwa hafanyi uharibifu mahali popote pale, hafanyi mapatilizo mahali popote pale bila kusema na watu, bila kutoa maonyo kwa watu. Yani kwanza lazima atoe tahadhari ya kwamba kuna uharibifu unakuja, jiandae, tengeneza njia. Nikasema unakumbuka habari za Nuhu? Kabla Nuhu hajafanya mambo yote, miaka 120 anahubiri, anawakumbusha watu, anawaambia, na huko anatengeneza safina. Wakambeza, wakamdhihaki, wakamwimbia mafumbo, wakamchamba na mataarabu ya kwamba huyu mzee amekwisha. Kati ulipofika, wote wakakumbuka Nuhu alisema, wakaenda kutafuta msaada na walikuwa wamechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nahubiri mahali fulani, mtu mmoja akasema, alikuwa anaongea na watu pale pembeni, nikapata hiyo habari baada ya kushuka jukwani. Akasema, hivi nyie walokole mnafikiri hivi ni kweli kabisa kwamba nyie walokole mko wachache duniani, au wenye haki wako wachache duniani, kwamba Mungu anaweza kuua dunia nzima watu wote kabisa, awache wenye haki peke yao, awache walokole peke yao, au watakatifu peke yao? Inawezekana hilo jambo? Kwa kuwa sikuongea na yeye moja kwa moja, nikamjibu huyu ambaye amenipa taarifa. Nikamwambia ningekuwepo pale ningemjibu, dunia ilikuwa na watu wengi nyakati za Nuhu,
Lakini Biblia inasema Mungu aliwafuta wanadamu wote akaacha watu 8 na hakujuta. Unanielewa? Mpaka mahali fulani Yesu mwenyewe akasema, Yohana akasema, mimi nawaambia mkishupaza shingo, Mungu anaweza kuinua watoto, akainua uzao katika haya mawe wakawa wana wa Ibrahimu. Mkishupaza shingo, yani Mungu ana hasara, anaweza kuwafuta wote na asijute, maana alishafanya mara kadhaa kwenye miji fulani ambayo sasa hivi haipo. Kwa hiyo nikamwambia, sikiliza, usijitie moyo katika ujinga. Mungu hadhihakiwi. Mungu si mwanadamu, anaweza kuwafuta wote akainua kizazi kingine. Haleluya! Anaweza kukupoteza kabisa kwa kuwa umeamua kushupaza shingo. Unategemea dini. Tunapokuhubiri habari za neno la Mungu, tubu dhambi, unakataa. Na wengine wanasimama wanamdhihaki Mungu, wanamtukana Mungu na nini. Lakini nakwambia hivi, sikiliza, utakiona cha moto. Siku zinakuja utakiona cha moto. Habari njema ni hizi, kwamba Mungu hataki uangamie. Pigie Yesu makofi. Bwana hataki uangamie. Bwana anataka ugeuke. Anataka umgeukie. Njia zako wewe unavyoishi unazijua. Maisha yako na matendo yako unayajua. Bwana anataka ugeuke uwe salama. Bwana anataka umgeukie yeye, utubu dhambi, uwe kiumbe kipya. Wakati ule uharibifu utakapotokea, dunia itakapokwisha, siku ile uwe salama. Maana Yesu anasema, maandiko anasema kwenye Wathesalonike, Paulo mtume analiambia kanisa, anasema ya kwamba, maana ndugu, sitaki muwe wajinga, sitaki mjisikie vibaya. Mimi nataka niwaambie ile siri, mambo yatakavyotokea siku za mwisho. Anasema kabla ya mambo kuendelea, kwanza parapanda italia kutoka mbinguni, alafu Yesu atashuka pamoja na malaika mkuu, pamoja na timu ya sifa na kuabudu. Watashuka, watakaa pale. Alafu anasema waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Alafu sisi tutakao kutwa hai, anasema tutabadilishwa ili tufanane nao. Tukishafanana nao, tunaondoka kwenda kumlaki Bwana hewani. Ndivyo Biblia inasema. Kwa hiyo huwezi kuingia mbinguni kama ufanani na wa mbinguni. Huwezi kumwona Bwana kama ufanani na Bwana. Ili uweze kufanana na wa mbinguni, lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapata ile chapa ya mbinguni.